Ndugu waandishi wa habari, karibuni sana. Naitwa Abubakar Seif, mwenyekiti wa mtaa wa Nera toka 90. Mimi ni kadri wa Chama cha Mapinduzi. Kwa bahati nzuri nilipata bahati ya kuanzia shule za wamishonari. Mimi ni Muislamu. Toka chekechea nikamaliza la 7, Holy Family School. Sekondari ilikuwa ni shule ya kanisa, wakanipokea Fadhali Suza. Kwa kidogo mnaona jinsi nimekaa na shule za wamishonari muda mrefu. Kwa kuna kitu fulani tumepata faida ya elimu nzuri tu na bora kama shule zingine. Lakini na maana yangu kwa nini nimesoma shule za wamishonari? Lakini mimi Muislamu. Karibuni sana, asanteni sana. Naomba niseme machache waandishi wa habari. Tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Pia ninasema Mwenyezi Mungu tumtake radhi. Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu subira kwa maumivu na machungu yotukuta. Mwenyezi Mungu waja wake anaweza kuwapa mitihani. Sasa sisi binadamu tupokee, tushukuru, turejee. Mungu apumzishe kwa amani ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, muungwana mstarabu yote lazima aseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake limidiwe. Nafsi zimeondoka. Sasa sifa na roho Mungu azipumzishe kwa amani. Amin. Ndugu waandishi wa habari, niseme kwa uchache. Kwanza nianze, uchaguzi umekwisha na serikali iko kazini. Serikali iko, lakini Watanzania wamekaa kila mtu kwa vipande vipande na mawazo yake. Lakini naomba tutii sheria, tuwe wavumilivu, tuwe wazalendo wa nchi. Yametokea basi yasitokee tena. Waswahili husema usipoziba ufa utajenga ukuta. Usipoziba ufa. Nchi ni yetu moja, baba umoja, mama umoja. Watanzania yatukute kwenye roho zetu. Tutumie elimu zetu, taaluma zetu za kiroho, taaluma zetu ambazo tumesoma za kidunia, tuokoe nchi hii. Na tuingie kwenye hatua nyingine. Inapotokea mitihani mikubwa, turejee kwa Mungu, na wana taaluma tujishushe, turudi Mungu anataka nini. Awe kiongozi wa serikali, viongozi wa kisiasa, baba wa nyumbani, mtoto, malezi, yote tutapoweka katika utulivu, ndio ustakabali wa nchi. Na pia serikali inaweza kuona kuna sehemu gani turekebishe. Kwa Mungu tumeteleza, tumekokea wapi? Maana roho zote zimeumba na Mungu. Ukiwa serikali pia Mungu ameumba. Sasa kiongozi mwaminifu, mwadilifu, utokana na malezi ya kiroho. Kwa hapa mimi nimesoma shule za wamishonari, nimepikwa. Lakini naomba niwaambie, kuna mambo ambayo sasa hivi turudi kwenye uzalendo. Uzalendo ambao hauna unafiki. Uzalendo wenye kumpenda Mungu, uzalendo wenye kushirikisha umma, uzalendo wa kuunganisha nafsi hizi za Kitanzania. Yametokea. Tumeanza vyama vimekuwa vingi, imetokea. Sasa ifanye vyama vyote vya kisiasa. Mke akinishauri, Abu, unaweza kuishauri serikali vipi? Ningeshauri yafuatayo. Watanzania nisikizeni vizuri. Mimi sasa hivi ni mtu mzima. Naomba nishauri nchi yangu. Mimi ni kadri wa Chama cha Mapinduzi, lakini naweza kuchangia mchango wa kushauri nchi yangu kwa yafuatayo. Tumunge mkono rais, na rais aunge mkono wa Tanzania. Utakapounganisha taifa, ukalihurumia, ukalijenga, ukalivuta pamoja, yafuatayo ni muhimu. Huruma. Samehe 7 mara 70. Hivi vyama vya upinzani vitwe vyote. Ningependa hata Tundu Lissu wamwachie. Ningependa Polepole apatikane. Ningependa huyo nani, huyo wa ACT uzalendo apatikane. Viongozi wa dini, mashehe, wazee wa kongwe wa zamani wa siasa, viongozi wakubwa wa staff wa serikali, marais wa staff wote wakae katika nyumba moja ambao ni Ikulu, waongee mustakabali wa nchi hii.
Umoja wa kitaifa utaanza kwa mahojiano na suluhu ya kusameheana. Hiyo ni pointi ya kwanza. Wataongea mambo ya msingi: umoja, amani, utulivu. Tumeteleza wapi? Tunakwenda wapi kwa faida ya taifa? Lakini ikiendelea muda mrefu, ushindani wa muda mrefu, shetani tutampa faida na umma utateketea, utaumia. Tumeleta uhuru. Ustaarabu wa nchi ni utulivu, utulivu wa nchi. Sasa hapa vijana tukiwapika, tukawasomesha, kuna maeneo sasa, ukiunganisha jamii, kuunganisha jamii kwa namna gani? Jamii inataka kwanza uzalendo, na uzalendo turudi kwenye vitabu vya Mungu, na serikali ilione hili. Tuko milioni 63 na wengi hawajaliona. Kuna vitu Mungu anataka tuvifanye, kuna watu tujawatendea haki. Sasa kupitia hii Mungu atuamshe. Huyu mtoto wa mtaani ambaye bajeti zipo hatumuoni, huenda pia inaweza kwa sababu wezi kula umeshiba ukamwacha mtu mtaani anakaa anavyoishi, anakaa anavyotaka. Sasa civilized type of behavior ya Watanzania huku twende tukawatizame wanaishije. Kwa hiyo moja kwa moja unawakuta wako mitaani, watoto wakuleana, malezi yao yakoje, makuzi yao yakoje. Sasa hili ni bomu, hili ni bomu. Anaweza kutokea mtu na akili yake akateka advantage of it. Kwa Wizara ya Ustawi wa Jamii, tusizungumze tu ajira za gens, tuzungumzie in general. Young generation should be watibiwe, wahudumiwe kwa mustakabali wa hekima na busara. Sasa umefika wakati watoto wa mtaani iwe basi kila mtu shule kwenye malezi. Kama tuliweza kufanya JKT, na yenyewe tunaweza kufanya JKT ya watu wa mtaani. Tuwapike maadili. Huwezi kumwacha mtu mitaani kwa muda mrefu, ni bomu, kwa sababu ya tabia. Amekoma mitaani, malezi hakuna. Ukimwambia fanya hivi, choma, anaanza kuchoma majengo. Fanya hivi na kuchoma hivi. Kwa hiyo wale wastaarabu wataongoza hawa watu. Kwa hiyo tayari jenga taifa lenye adabu na malezi. Ndugu zangu waandishi wa habari, malezi, maadili, hayo ni malezi na maadili ndani ya jamii tunazokuwa nazo. Tunakuja kwenye mambo ya kisiasa. Ushindani wa kisiasa na ujenzi wa katiba ambao sisi tunakuja kutengeneza utaleta umoja wa kitaifa. Uwe seriousness. Vyama hivi vijijenge na viondoe ubinafsi. Umoja na mshikamano wa vyama ndio ushindi wa chama, ndio ushindi wa nchi. Umoja na mshikamano wa chama, ushindani wa kisiasa uende sambamba kama unavyoona Yanga na Simba. Kama ushindani haupo, mpirani utakosekana watu. Hawaingii mpirani. Kwa mfano Yanga anacheza ligi, zinashiki timu mbovu, mpira utaingia na mpira utakosa mvuto. Kwa hiyo turudishe mvuto wa siasa, mvuto siasa za adabu, siasa za malezi, na kila chama kijua uzalendo ni thamani ya uzalendo. Uzalendo miko na maadili ya vyama vizingatiwe. Kazi moja wapo ya chama ni maadili na miko, uzalendo kwanza. Sasa huyo akiwa mkubwa akawa mdogo, mkashindana mkavutana, wanaumia ni wa chini. Ujenga taifa. Tukanyane kwa wastaarabu, tukanyane sio kuchoma jengo, tukanyane sio kutumia zidani nguvu za ziada, tukanyane kwa huruma, tukanyane kwa mapenzi, tutalijenga taifa letu. Turudi nyuma. Nyerere aliweza. Nchi imefika hapa. Na kumbe inawezekana. Kuna sehemu tumejikwaa, tusisahau, tujirekebishe. Sisi sio malaika. Basi kama sio malaika, tumlilie Mungu atusamee madhambi yetu, atujalie. Sasa na watu kukienzi Chama cha Mapinduzi ndio chama kimebeba uhuru, si dhambi. Na vyama vya upinzani tuvikuze. Tuambie culture uzalendo. Ni wazalendo. Ifikie kwamba tuone aibu. Ifikie kwamba tumlilie Mungu. Tusahau yaliyotoka. Tutizame mbele. Taifa kwanza. Sasa no more mass killings. Atujue tuseme nani alifariki, lakini tuone machungu. Tumlilie Mungu. Tulilie wakati wa corona kwa kaondoka. Sasa tumlilie Mungu, taifa rudie uzalendo wa hali ya juu. Na vyama vya siasa vijue uzalendo. Kwa hiyo ushindani mzuri wa kisiasa kwa nguvu ya hoja. Kwa nguvu ya hoja, kubadilishana mawazo na haki za binadamu na utu wa utu. That is real politics. Hiyo ndio siasa makini. Utanzania wetu na nie viongozi wa dini ifike sehemu tuache ushabiki. Kiongozi wa dini, Mwenyezi Mungu amekuteua, umekuwa mtaalamu wa dini. Balance hoja zako. Usizungumze hoja kufresha mtu.
Mimi ni Muislamu, kuna aya nitakwambia inasema hivi, wa kul jakal haq wa zakal batil inna batila kana zauka wa nunazilu min alqur'ani washfa wala yazidu dhalimina ila hasara. Haki na batili zikae nyumba moja, italeta matata. Unganisha umma, tenda haki, zingatieni amani, hakuna mfarakano utakaotokea. Heshimuni vitabu vitakatifu. Akisimama baba askofu akikupa agizo na maono ya heshimu, yatii. Shehe akija aunganishe, atii. Tusiweke ushabiki wakati sio wakati wa ushabiki, sio wakati wa kubeza. Wakati uliko umefanya hivi, huyu Muislamu amefanya hivi. Huu ni wakati wa kuliona taifa mbele na kutizama ufa uko wapi. Usipoziba ufa utajenga ukuta. Samaki usipomkunja angali mbichi. Kwa hiyo ni jambo ambalo la kuzingatia. Samaki mkunja angali mbichi. Kwa hiyo viongozi wa dini ni wao jicho la jamii. Kiongozi wa dini unganisha umma, wapende watu. Kuna aya zimekuja tumepewa na Mwenyezi Mungu, na wahudumia mayatima, na wahudumia mafakiri. Sasa wanajazana mitaani. Mbona tuwasemi wale? Tunazungumza maisha yetu binafsi. Hawa mayatima, hawana baba, hawana mama, wanashinda mitaani, hawana elimu, hawana shule. Wataweka mbadala wa shetani. Kama tunaweza kuona funds na budget na wizara ya vijana imekuja ikombine watoto wa mitaani ambao Tanzania nzima za milioni 3 mpaka 4 katika miji mikubwa na utano. Watoto wa mitaani wamekaa wamezagaa, nani na wajali? Tusome vitabu vitakatifu huku pia. Ukiwa juu basi mtazame na chini, na ukishiba ujue mwenye njaa. Kwa hiyo lazima tuende na balance ya nchi kwa usalama wa nchi yetu. Sasa huu ni wakati wa kupendana, kuhurumiana, tusitafute mchaji nani. Turudi kwa Mungu, Mungu atupa mtihani. Tuombe radhi kwa Mungu atusamee, tujenge taifa letu kwa pamoja. Mimi naweza kusikiita kada maarufu. Sasa nafsi ya Mungu inataka amani na utulivu. We have to be serious on this. Utulivu wa nchi ni jambo la msingi. Viongozi wa dini, ewe baba askofu, ewe shehe, tusicheze na hili. Mungu atakuuliza ulivyosoma elimu yako. Huyu yatima amekaa mtaani, amebeba bomu, amechoma jengo. Je, ungemsomesha dini akamjua Mungu mapema, angechoma jengo? Kiongozi mwanasiasa hamjui Mungu, hajui nini, yana cheo cha juu, umemchunguza, umemwambia ukibalance unapata faida. Kiongozi wa dini awe mwanasiasa mzuri, hata kama tamko ya shari. Yaani uwe mzalendo, una moyo, una elimu ya dini, hofu ya Mungu. Sasa kiongozi na hofu ya Mungu, unakariri elimu yako, bado kuna mapungufu. Chama chochote kile lazima tuna hofu ya Mungu kwa faida ya nchi. Leo unavyogoa kiongozi, kuna vilema, kuna wazee, kuna wagonjwa, tunaweka wapi? Lazima consider. Na wewe pia mwenye mamlaka ya utendaji uwe na roho ya kushtuka. Nikifanya hivi kuna majanga. Tuwe na roho ya kushtuka. Nikifanya hivi nitafanya maasi makubwa, nitamuudhi Mungu. Pamoja na taaluma yako, lakini uwe na moyo wa kuzindua. Japo na utawala wako katika taaluma yako. Kwa taaluma yako isaidie umma. Taaluma yako isaidie jamii. Kwa naomba niambie vyombo vya siasa. Nimeona kuna makongamano ya mashehe, analaumu mapadri. Maaskofu wanatoa maongezo, jamani tufunge, tusali. Sasa kwa mtu mwenye busara, huyu anasema tufunge tusali, anaturudisha kwenye maadili. Sasa na shehe naye unakuja unazungumza amani. Amani izungumze, rudi ndani. Amani inaanzaje? Malezi yake, amepokea upeo wa kiroho. Huyu ana amani, hajapewa malezi ya kiroho. Hajui msikiti ukoje, hajui leo siku ya kusali, unamwambia amani. Amani iende na matendo ya kiroho. Na matendo ya kiroho, na tumtendee Mungu haki. Sasa naomba ndugu zangu niwaambie waandishi wa habari, hii haki ya Mungu, haki ya Mungu ni haki ya taifa. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, haki ya Mungu ni haki ya kitaifa. Amani itakuwepo, haki itakuwepo. Kwa hiyo tumtendee Mungu haki. Wajibu wetu tukasali. Tuogope, tufanye matendo mazuri. Haki yake Mungu tumpe. Tunakula hewa, hakuna hewa ya msabato. Hakuna hewa ya Mkatoliki. Hakuna mihogo ya msabato. Hakuna isi ya kwenda Igoma ya msabato ya Muislamu. Sisi wote umma tuwe kitu kimoja. Naomba tuwazindue mashehe na mapadri. Hewa ya Mungu haina ubaguzi. Turudi kwa Mungu wote. Taifa lione hilo. Tusifanye kebei kwenye masuala ya Mungu. Huyu msabato, huyu Lutheran, wote ni kitu hiki kwa faida ya umma, faida ya roho Mungu alizoziumba. Roho ya Mungu ina thamani mbele ya umma. Umma huu roho ina thamani.
Kwa viongozi wa dini, viongozi wa kiroho, viongozi wa kisiasa, thamani ya roho ya mtu ina thamani kubwa, na uzalendo kwanza. Kwa hiyo uzalendo ukipikwa na malezi na roho ofu ya Mungu, ina imani kwamba Tanzania ni ya amani, utulivu utakuja na tutafanikiwa maisha yetu ya kila siku. Huu ni wakati wa kuhurumiana, kusameheana, kushika nguvu kama taifa. Watanzania mmesoma, mmekwenda shule. Nikiingia nikachukua rekodi ukasema hii teki nakafanya hivi nafanya hivi, naomba niulize Watanzania wote, wote mna nyumba, wote mna sebule. Chumba chako ukifagia sebuleni ukacha kufugia uvunguni, wewe uchafu sio mwingi? Mimi kama baraza au shehe nafagia sebuleni, uvunguni sifagii. Siku akija mtu akasema nifagie uvunguni kwako, si mtagombana? Sasa wewe unamwambia uteki hivi na kaza zake, na huyo akitoza kwako mtafika? Taifa tafika? Kuhusu wakati teke na wakala gani sijui amefanyaje. Haya kwa haya tusaidie sisi wa Tanzania. Hatuko hapa kuikosoa teke, hatuko hapa kuikosoa na nini. Tunataka faida na amani na suluhu ya taifa hili. Ndugu zangu mashauri mtolewe. Ni kipindi cha msiba, ni kipindi cha kujuta. Mungu alete nuru, atusamehe madhambi yetu. Sio kipindi cha kuchukua nakala eti teke na ardhi. Sasa na mimi nichukue rekodi shariba kiwanja, mbona jakipeka bakoti kikaonekana? Itakuwa ni utoto. Tuongee mada za kijamii zenye ujenzi. Mimi ni Muislamu. Sasa siwezi kukaa nikachukua karatasi nikasema yule aliba viwanja teki, na teki na achukue sema yule shehe alifanya hivi akawazulumu Waislamu hajasoma kwenda kusoma. Sasa itakuwa childish. Lazima tuheshimu taaluma zetu. Husu wakati kuleta wajaraka waraka wangu nisaidie, mimi na msiba nimefiwa, tuliwazane, tupeane maneno mazuri kuunganisha taifa hili. Naomba niseme mashehe wangu, mimi naitwa Abu. Uislamu wangu mimi ni imani yangu kumlilia Mungu. Uislamu wangu mimi ni kumlilia Mungu. Sasa wewe shehe ukisema kwamba huyu amesema hivi, mimi naunganisha umma. Aya zinasema watasmiu, msifarakane. Aya zinasema za Qur'ani, unganisheni wapo, unganisheni umma, msitumbane, msifarikiane. Sasa unachukua haraka kumwambia teke. Ukimtukana mwenzako leta kutukana ya kweli. Mtafika. Hatutaki kuja kwenye fitna ya ugomvi wa kidini. Naomba tuzinduane, tushindane katika nguvu za hoja na tumlilie Mungu. Tushindane katika nguvu za kupendana na kusameheana na kujenga taifa hili. Huu sio wakati wa kusema teki wako hivi au huyu yuko hivi. Leo teki naye ni wasomi, atakuja na mada, ataenda kuchambua madhambi ya BAKWATA. Mtafika? Kuna mtu ambaye ana dini hataki ugomvi na teki na nani? Hamjasaidia taifa, hamjalisaidia taifa. Mashehe hamjalisaidia taifa hili kwa kongamano lenu. Kuna mtu anataka elimu, kuna mtu anataka mikopo ya chuo kikuu, kuna mtu anataka darasa, kuna mtu anataka maendeleo, kuna mtu anataka ajira. Hayo ndio hoja za kuzungumza. Kuna kero za ardhi, mawaziri wajibike vipi kwenda kutoa kero za wananchi. Tunakuja na hoja, huyo alikuwa hivi. Tuje na hoja za kujenga taifa hili. Naomba niseme, sina mamlaka ya kuonya mashehe, sina mamlaka ya kuonya mate, ila kwa mawazo yangu mimi, njoni na hoja za kujenga Watanzania wote. Nafikiri Watanzania wote watafurahi. Mimi nakula nyanya ya mkulima ambaye hana dini. Hadi nibagua wewe bwana kwa sababu wewe ni Muislamu, nyanya sikuuzii. Wewe kwa sababu ni Mkatoliki sikuuzii mirogo. Naomba tuje na hoja zenye mshiko kwa faida ya taifa hili. Ndugu mwandishi wa habari, sasa naomba, sitaki kutukana mtu au tumeingia zama za ujinga. Nasema hivi, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambia ikra bismi rabbika, ikra bismi rabbika ladhi halaka al-insanu min halak, ikra rabbuka al-akram. Someni mjue Mungu wenu, someni mjue dini yenu. Ni sana Mkristo, soma ujue dini yako, utakuwa na hofu ya Mungu. Sasa leo tunaingia kuzungumza haki, amani. Vyote viko kwenye vitabu takatifu. Tuitendee haki Biblia. Biblia tende kuiweka chooni. Haki ya kitabu cha Mungu inakaa wapi? Na haki ya maandishi ya Mungu ni ndani ya moyo wake, kusoma na kuvitenda. Amani unaipataje kama vyote unganishi hivi? Sawa? Haki ya Mungu iko wapi? Ni kusali, kunyenyekea. Nina amani Mungu simjui. Haki ya Mungu ni kusali, kumnyenyekea Mungu. Kwa hiyo haki ukizungumza, lazima haki unayo. Haki ya kujitambua, haki ya kumheshimu ndugu yako, haki ya kumpenda mwenzako, haki ya kumpa nafasi ya kuishi, haki ya kumpa nafasi ya kuabudu, haki ya kumpa nafasi ya kutembea. Kwa hiyo inaanza haki na amani ndio inafuata. Kwa hiyo sizungumzi ushabiki, ukishazi combine unampenda Mungu. Ukiviunganisha hivi unampenda Mungu kwa ukweli. Haki ya kuamini imani ya mwenzako.
Wewe ni Msabato, mimi ni Muislamu, haki ya kuamini, haki ya kuamini, haki ya kuabudu. Nitaomba serikali pia, kama kuna makanisa na makosa, basi iombe serikali wafungue makanisa. Wewe na haki ya kuabudu Mungu, haki ya kumilia Mungu, haki ya kutubu. Mwenye pombe ache pombe, mwenye kuzini ache kuzini, haki ya ibada. Hakuna ubishi kwa jambo la haki. Haki ya kutembea, haki ya kusinzia, haki ya kuheshimu maeneo ya kanisa, haki ya makaburi. Sasa ukikombine yote na amani, unajikuta vyote vinapendeza mbele ya Mungu, na ukiunganisha pamoja inakuwa ni jambo la msingi. Mimi na mke wangu ina amani, roho simpeleki madrasa, somo la kiroho simpeleki, kuna amani, tutakula vizuri. Sichagombana na mke wangu ndio miaka 40, kwangu kuna amani. Kumbe naandaa bomu, naandaa. Haki yake ya elimu iko wapi? Haki yake ya kuabudu iko wapi? Haki yake ya kumheshimu kaka yake iko wapi? Haki ya kuheshimu mke wa mtu iko wapi? Haki ya kuheshimu mali ya mtu iko wapi? Kwa hiyo tunaenda kwenye civilized culture, kwenye civilized culture, kwenye utamaduni wa hekima na muungwana na busara ya binadamu. Lazima uweke haki, itaungana na amani. Kwa ulimwengu wa kileo, mimi na mke na mtoto tunakaa kwa amani, shule hakuna. Haki ya mwanangu kuipata elimu ni somo la kutisha na kusikitisha. Naomba niambie Watanzania wenzangu, tutumie haki ya kuheshimu viongozi wa dini, tutumie haki ya kuabudu, tutumie haki ya viongozi wa dini, tumie elimu zao kusaidia umma nyuma. Leo mayatima na mafakiri tunaambiwa tutoe sadaka, tutoe zaka. Zaka hizi zitajenga mashule,